Wakili wa Humphrey Polepole atoa ujumbe wa kutisha kumuhusu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Katika siku ya Novemba tarehe 20, wakili Peter Kibatala aliwasilisha rufaa ya dharura ya kipekee katika mahakama ya rufaa ya Tanzania akitaka kesi ya Humphrey Polepole isikilizwe mara moja kwa sababu maisha yake yako hatarini baada ya kutekwa nyara tarehe 6 Oktoba na kupotea kabisa kwa zaidi ya wiki 6 bila taarifa yoyote kuhusu alipo au kama yuko hai. Ombi hilo iliwasilishwa chini ya cheti cha dharura ya kipekee liliibua wimbi jipya la wasiwasi nchini Tanzania, ambapo Polepole aliyekuwa balozi na mbunge wa chama tawala CCM amekuwa mmoja wa wakosoaji wakali zaidi wa serikali tangu ajiuzulu Julai mwaka huu, na sasa amegeuka kuwa ishara ya ukandamizaji unaoongezeka kabla ya na baada ya uchaguzi Oktoba tarehe 29. Picha za nyumba yake Ununio pale Dar es Salaam zilioenea mitandaoni siku ya tukio zilikuwa za kutisha. Milango iliyovunjwa kwa nguvu, nyaya za umeme zilizokatwa na damu nyingi sakafuni na nje ya nyumba zikionyesha mapambano makali yaliyotokea usiku wa manane. Ndugu yake Polepole kwa jina Godfrey Polepole alifika asubuhi na kupata nyumba hiyo ikiwa wazi na ishara ya wazi za utekaji nyara. Polisi walifungua faili ya uchunguzi mara moja, lakini hadi Novemba tarehe 20 hakuna maendeleo yaliyotangazwa, na taarifa zisizo rasmi kutoka vyanzo vya kijeshi na usalama zilidai kuwa Polepole alifariki kutokana na majeraha, ingawa taarifa nyingine zilikanusha na kusema bado yuko hai lakini ametoweka kabisa. Tukio hilo lilikuwa kilele cha mfululizo wa shutuma ambazo Polepole alikuwa akitoa hadharani tangu ajiuzulu wadhifa wa balozi wa Tanzania nchini Cuba, na katika barua yake ya kujiuzulu tarehe 13 Julai mwaka huu alielezea kuwa hakuwa na amani ya moyo na imani na utawala wa sasa, akiashiria ufisadi mkubwa, ubadhirifu wa mali za umma na kushindwa kufuata katiba. Baada ya hapa alirudi Tanzania na kuanza kutoa maoni makali kupitia mitandao, akilaani serikali kwa rushwa, wizi wa mali za umma na tabia za kimafia ndani ya chama tawala. Alidai kuwa wagombea wa urais walichujwa kwa njia zisizo za haki na kuwa nchi inaelekea kwenye ukandamizaji mkubwa. Majira hayo dada yake Christina Polepole alitekwa nyara tarehe 17 Julai mwaka huu kutoka nyumbani Bahari Beach, akapigwa na kuachiliwa baadaye usiku, na ni jambo ambalo Polepole alidai lilikuwa onyo kwake. Kadhalika Polepole alidai kuwa nyumba yake ilivamiwa mara 2 kabla utekaji wake na watu wenye silaha walikuwa wakimfuatilia. Alipouza wito wa polisi kutoa maelezo kuhusu shutuma zake, na siku chache kabla Oktoba tarehe 6 alitangazwa wasiwazi kuwa maafisa na wabadhirifu hawana nafasi Tanzania. Utekaji wake ulitokea wiki 3 kabla uchaguzi mkuu Oktoba tarehe 29, wakati ambapo nchi ilikuwa katika hali ya taharuki kubwa kutokana na ukandamizaji wa upinzani, kufungwa kwa vyama na kutoweka kwa wakosoaji wengi. Baada ya tukio, familia ilifungua ripoti polisi Mbweni, na wakili Peter Kibatala aliwasilisha ombi la habeas corpus mahakama kuu tarehe 7 Oktoba mwaka huu, akitaja majina makubwa kama Inspector General wa polisi, mkurugenzi wa mashtaka ya umma, mwanasheria mkuu wa serikali, afisa uhalifu wa kanda maalum ya Dar es Salaam na kamanda wa polisi wa kanda. Ombi hilo lilidai kuwa Polepole alichukuliwa na watu wanaoshukiwa kwa maafisa wa usalama na kwamba haki zake za kikatiba zinakiukwa. Mahakama ilisikiliza kesi hiyo kwa haraka, na tarehe 15 Oktoba Kibatala aliomba Christina atoe ushahidi wa mdomo kuhusu utekaji wake Julai, akidai polisi walimhoji kuhusu ndugu yake chini ya kamanda mkuu George Biagemu. Mahakama ilikubali ushahidi huo, lakini tarehe 24 Oktoba Jaji Salma Magimbi alikataa ombi la habeas corpus akisema hakuna ushahidi wa kutosha wa majibu walikuwa wanamshikilia Polepole, na kwamba kiwango cha ushahidi kilichohitajika kilikuwa cha juu sana katika kesi za utekaji. Uamuzi ulizua hasira kubwa, na Kibatala akatangaza rufaa mara moja, na katika rufaa iliyowasilishwa Novemba tarehe 17, Kibatala alidai mahakama kuu ilikosea kwa kuweka kiwango cha ushahidi kisichowezekana katika kesi za kutoweka, ambapo ushahidi wa moja kwa moja huwa nadra.
Alisisitiza kwa ushahidi wa kimazingira kama damu nyumbani, milango iliyovunjwa na historia ya vitisho ulitosha kuthibitisha uwezekano wa kushikiliwa na vyombo vya dola. Rufaa hiyo inataja pointi 8 kuu, ikiwemo kwamba mahakama ilishindwa kutambua jukumu lake la kulinda haki za raia katika hali kama hizi. Hadi Novemba tarehe 20 rufaa bado inasubiri jaji mkuu aitazame na kuamuru isikilizwe kwa haraka, kwani mahakama ya rufaa husikiliza kwa vikao. Kupotea kwa Polepole kulikuwa sehemu ya wimbi kubwa la utekaji nyara ya Tanzania mwaka 2025. Mashirika ya kimataifa kama Amnesty International na Human Rights Watch yaliripoti zaidi ya visa 200 vya kutoweka tangu mwaka 2019 na visa zaidi ya 100 kati ya mwaka 2015 na mwaka 2025. Wiki chache kabla ya uchaguzi, visa vya utekaji viliongezeka vikiwalenga wakosoaji, wanaharakati na wafuasi wa upinzani. Umoja wa Mataifa ulilaani tabia hiyo Julai mwaka huu, na Amnesty ilidai Polepole alikuwa mwathirika wa utowekaji wa kulazimishwa. Polisi walikanusha kuhusika, wakisema walikuwa wanachunguza na walikuwa wanamtafuta Polepole kutoa maelezo, lakini familia na wakosoaji walidai vyombo vya usalama vinahusika moja kwa moja. Polepole alikuwa na historia ndefu ndani ya CCM. Aliwahi kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa chama, mbunge aliteuliwa na Rais John Magufuli, kamishna wa wilaya Musoma na Ubongo, balozi Malawi na kisha Cuba. Alikuwa mstari wa mbele katika kutetea sera za Magufuli, lakini baada ya kifo chake na Samia Suluhu Hassan kuchukua madaraka mwaka 2021, mambo yalibadilika sana. Awali Samia alilegeza ukandamizaji, lakini Polepole alidai baadaye serikali ilirudi kwenye njia za ukandamizaji, rushwa na kutoheshimu katiba. Kujiuzulu kwake kulikuwa pigo kubwa kwa CCM, kwani alikuwa mtu wa ndani anayefahamu siri za chama. Sasa miezi 1.5 baada ya utekaji, Tanzania inabaki na maswali mengi. Je, Polepole yuko hai ama amefariki? Kama baadhi ya taarifa zisizo rasmi zilidai, je, mahakama itatoa uamuzi wa haraka na kufungua milango ya kweli? Kupotea kwake kumeongeza hofu nchini, ambapo wakosoaji wengi wanaishi kwa hofu na kutoweka ghafla. Hii imekuwa moja ya kesi zinazotisha historia ya kisiasa ya Tanzania baada ya uhuru, ikionyesha mgogoro mkubwa kati ya uhuru wa kujieleza na udhibiti wa serikali. Wananchi wanasubiri hatua ya mahakama ya rufaa ambayo inaweza kuwa ufunguo wa kurejesha imani au kuongeza mgawanyiko zaidi katika taifa lililojivunia amani kwa miongo mingi. Tukio hili limekuwa kielelezo cha changamoto zinazokabili demokrasia Tanzania, na jinsi litakavyoshughulikiwa litabainisha mustakabali wa haki na usalama wa raia.